Habari zenu mabibi na mabwana, leo nawaletea chuma kali hapa ya Kimarekani ambayo inaitwa Build Box. Picha hii hapa haitakuacha salama. Picha imejaa kila kitu, yani inasisimua, inafundisha. Asante sana kwa support yako, naomba subscribe, comment ili kila siku jiunge nasi. Haya, picha yetu inaanzia hapa kwa dada huyu hapa anaitwa Mariam. Mariam akiwa na watoto wake wawili, kuna namna ya vitu ambao anaelekeza. Binti anaitikia na kijana anaitikia. Haya, tunahamia upande huu hapa ambao umejaa ndege wengi, lakini ndege hao wamekiwa uzio mkubwa ndani ya chumba chao, yani wakiwa wanalia tu na hawatoki. Na mama kuna vitu anawaelekeza, lakini bi mkubwa amefunga macho yake na kitambaa ili mradi asione mbele, na kutoka nje na watoto wake na kuangalia usawa namna gani anaweza kwenda kuwachukua ili mradi watoke eneo hilo ambalo walikaa, na kuchukua ndege wale muhimu na kuwatia katika kifaa kimoja ambacho yeye mwenyewe anaona ni sehemu nzuri na salama, na kupanda boti yao katika mto, wanaondoka. Sasa tunarudi miaka 5 nyuma, ambayo japokuwa matatizo yote ya kutokea, ambao walikuwa wanaishi kwa amani na utulivu. Hapa inaonekana yule dada akiwa mjamzito na akiwa mchoraji mzuri, yani akiwa anachora dada yake Jessica alikuja kumwambia, bwana, hivi unasikia kinachoendelea? Anambia, bwana, mimi sitaka kusikia, ila nilikuwa nasikiliza tu habari hapo katika TV. Haya, kuna namna gani? Anambia, haya, michoro yako hiyo sasa hivi unaichora vizuri, lakini michoro baadhi mingine wateja sasa wamekuwa wadogo. Lakini kuasha taarifa habari hapa, kuna tukio kubwa ambalo linasemekana Urusi walifanya makosa kuachia sumu kali ambayo inaenea ndani ya anga na kufanya macho ya corrupt, macho yasiendelee kuona, na virus mkali kuingia ndani ya kichwa chako na kukuongoza. Yani na maana utapoangalia tu ule moshi, kuna kiumbe kama cha ajabu au sumu kali na kuingia ndani ya macho na kwenda kwenye ubongo na kufanya matukio mabaya. Yani unaweza ukaua mtu, unaweza yani kama mfumo wa zombie, lakini sio zombie. Lakini sasa hivi hawa zombie virus hao wamekuja, wanaanza kukamata macho, wana control akili. Sasa wao wanakuwa na control. Na hapa alikuja kucheki mimba yake na maendeleo yake, na Maneso alimwambia mimba yako inaendelea vizuri. Lakini kipindi anatoka alikutana na dada, watu wamemshika, na dada huyo alikuwa anafanya vitu ambavyo havitakiwi katika ulimwengu, ni vitu vya kinyama, alikuwa anajipasua pasua. Dada kwenda isiwe shida, akakimbia haraka, akamwambia dada Jessica, washa gari tuondoke haraka sana iwezekanavyo. Na Jessica hakutaka kubisha, lakini kipindi wanawasha, wanamuona mwendesha ambulance anakuja anapata ajali, na huku barabarani kukawa hakueleweki wala kuelezeki, ajali zisizo na hatia. Mwisho wa siku Jessica anapata ajali. Lakini kabla Jessica hajapata ajali, sitofahamu ilikuwa hivi, Jessica na yeye alipata ugonjwa ule kipindi anashangaa kwa sababu yeye ndio alikuwa dereva, na miali yote na macho yake yakakolapti, yani jicho likawa liendi kulia wala liendi kushoto. Mariam alijitahidi sana kumwambia Jessica, nyosha steering hivi, na mwisho wa siku ajali wakapata na wakadondoka chini. Dada yake Jessica alitoka wa kwanza ndani ya gari na kumwacha Mariam akiwa kule, lakini Jessica tayari ashaingiwa na wale virus ambao ni hatari sana kwa afya. Na Jessica akaendelea huko na kupata ajali kubwa ambayo ilisikitisha kila kitu chake. Jessica akajiunga na watu ambao bado hawajahasilika vizuri, wanatetea maisha yao. Alidondoka chini na mama mmoja alimuona na akataka kwenda kumpa company Jessica, ili mradi Jessica aje katika nyumba yao, imadi akae kwa amani. Lakini ghafla yule mama ambaye alikuwa anaenda kutoa msaada kwa Mariam, naye alipata tatizo la macho kukolapti, na mdudu akamuongoza vibaya na akafariki dunia. Mumewe hakuamini, wakamchukua ndani ya gari, wakamtia ndani ya nyumba. Huyu hapa anaitwa Tom. Tom alimsaidia akiwa na baadhi ya watu ambao wamejificha huko, kina Grady Douglas pamoja na huyu hapa mselamavi huyu, tumuite nani? Haya, tuendelee na kazi. Basi hapa wakiwa sitofahamu, wanaangalia manzara na taarifa. Huyu hapa jamani anaitwa Charlie, wanaangalia kila kitu, ambaye jamani dunia ndio sharibika, huu mwisho wa dunia huu. Inaonekana Yesu Kristo tena ametupa balaa kubwa sana, na atashuka muda wote kuja kutuangamiza hapa. Jamaa huyu alikuwa kidogo ni mchungaji, alikuwa mtu wa Mungu, akaamba bwana, kawaida tu inabidi tuangalie tunajinusuru vipi na hili tatizo, maana hatujui mbele yetu. Lakini huyu dada anasema, jamani, mimi nimetoka hospitali, dada yangu nimemkosa Jessica. Mariam alilia sana kwa kumkosa dada yake Jessica, lakini akamwambia, jamani, mfungeni madirisha, fungeni kila kitu, hamtakiwi mwanga ndani kuingia, maana inaonekana mwanga ndio ambao unaleta. Lakini tunarudi tena huku tena kwenye liva miaka hii 6 tena, wakati huu hapa sasa hivi ama Mariam yupo na wale watoto. Tunaenda mbele, tunarudi nyuma, tunaonyesha kisa ni nini na tunakaa. Lakini hapa Mariam anaonekana anapata radio call, lakini ule mtu ambaye alikuwa anawasiliana naye sauti yake haisikii vizuri. Haya, tunarudishwa tena kule nyuma ilivyokuwa mara kwanza. Huyu hapa anaitwa Olympia na Mariam wote ni wajawazito, yani wana mimba kipindi hiko. Na hapa kulikuwa mtu amechanganyikiwa ndani, amewekea chini ya ulinzi, lakini
Baada ya hapo okay, kina Olympia ndio walikuwa wanakaribia ndani ya nyumba, na hapa akawa anakaribishwa na wakalijua labda wameathirika, wakashika bunduki. Jamaa akaelekeza akamwambia, jamani, kwa nini tusiweke CCTV na mambo mengine, kamera nje, bado tuangalie? Wakamwambia ile ni jambo la hatari, maana unaonekana ukiangalia tu ndipo ambapo unaathirika. Jamaa akaobisha akasema hapana, kitu kama, kwa sababu mimi niko ndani siwezi kuathirika. Lakini punde sio punde walisikia mambo tofauti na wakaficha macho yao. Walimkuta yule jamaa Gray ameshafariki dunia, na wakaona isiyo shida, wakaivunja ile kompyuta au ile TV ambayo alikuwa anaangalia, na maisha yakaendelea. Tunarudi tena masaa haya hapa katika mto mkubwa ambao Mariam akawa anajitetea mwenyewe. Basi sawa, tunaenda mbele, tunarudi nyuma. Haya, hapa Mariam alisikia sauti ya mtu na ikabidi atoe mguu wa kuku mkononi ili mradi aweze kujihami, lakini kila anapoangalia ile sauti anasikia tu sauti ya mtu na mtu amuone, na ule mtu anazidi kumsogelea karibu katika mto. Haya, kila akinani, basi ule mtu aliingia ndani ya boti ile na alikuwa anataka chakula. Mariam kwenye kujitetea piga na kitu kichwani, na ujamaa akapoteza maisha, na Mariam akaondoka na watoto wake kwa salama. Tunarudi katika wakati ule uliopita. Mariam akiwa hapa, walipata wazo la chakula kwa limeisha, wakaona inabidi tuitie gari rangi yote ili mradi tusione chochote mbele, mara tutapoona tutashinda hata kuendesha gari. Wakaziba madirisha, wakaziba kila kitu, na wanatumia nini, wanatumia kitu ambacho kinaweza kaonyesha GPS, ambacho inaweza kaonyesha mahali fulani wanaenda. Kaingia supermarket, wakabeba vyakula vyao, wakabeba kila kitu. Mariam alikuwa ni mpenzi sana wa kuchora na alikuwa anapenda sana ndege, akachukua na ndege wengine. Vyakula vilichukua vya kutosha, lakini wakiwa humu walisikia kelele ndani ya friji moja, na hapa hilo friji kumbe lilikuwa lina mtu. Na walipotaka kumchukua ule mtu alikuwa ana nguvu za ajabu, manake alikuwa tayari ameshaathirika. Lakini ndege hapo alipiga kelele sana kuashiria ubaya, na jamaa huyo akaona huyu jamaa mbona ana nguvu sana na kipande cha mtu. Akaona isiwe shida, maana huyu nikimwacha kija huko atazuru watu wengine na wengi watakufa. Jamaa Niga akasema no way out, akamvamia, piga mtu judo moja kali na akawasaidia wenzie katika maafa yale. Hapa Douglas anamwambia, jamani, hakika ndugu yetu Niga alijitoa kwa ajili yetu na alijitoa kwa mapenzi yetu, kwa hiyo cha msingi tukae kwa. Jamaa akasema, kweli mwanangu, Niga alijitolea kwa ajili yetu. Kwa nini? Sema ndio hivyo mwanangu. Haya, narudi tena masaa 24 hapa katika mto, wakati huu ambao sasa hivi Mariam yuko yeye peke yake, anagonga na aligonga kichwa cha gari ambacho kipo katikati ya mto. Mariam akakosa mwelekeo na akajitahidi kupambana na wale watoto. Mwisho wa siku Mungu akamjalia, akawaokoa wale watoto na akatoka nao ndani ya maji, na boti yake akaiweka pembeni. Mariam anaenda kwa kamba, yani ile kamba anaenda nayo mpaka anaingia ndani, yani mali asisahau alipotokea, asisahau wapi alipotoka. Lakini hapa yule mtoto mmoja ambaye aliachiwa na Olympia, yani yule mwanamke mwenzie ambaye alikuwa ni mjamzito, alitamani naye kutoka, lakini watoto wote wamefungwa kamba ili mradi wasije ukaenda mbali wakadhurika. Haya, Mariam alikuwa hajui kama mtoto wa Olympia ametoka, lakini aliporudi ndani ya boti akajamkuta, akamvuta, akamwambia, wewe ngedele, mrudi hapo na utulie, tuliza kishundu chako, nyona yake mnakuwa na vielele. Tunarudi wakati hapa ambao Olympia bado hajafa, Olympia hana lolote alifanya. Tunaonyesha Olympia alikufaje. Hapa wakiwa wako huku, inaonekana kuna mtu alipata shida sana, ambao sio mwingine ni huyu hapa, huyu jamaa ambaye alikuwa anaitwa Gray yeye alikuwa tayari ashaanza kupata virus wale, na wale virus alipata kiupumbavu, na maana hata mzee hapa alijitahidi kumtishatishia, lakini Gray hakuwa na sababu yote. Tunaulishwa watu angalie mfumo mzima na mchoro mzima ulikuwaje mpaka huyu mzee anafariki dunia. Ilikuwa hivi, walikaa Olympia pamoja na Mariam wakiwa wanapiga story na wakiwa wanaidiana, bwana, itakuwa hivi, kama mimi nitakufa basi hamna shida, naomba uniangalizie mwanangu. Kwa hiyo Olympia alijua kama yeye atakuja atafariki dunia, na kuchukua kidoli kimoja na kumkabidhi huyu dada. Haya, tunarudi upande huu hapa, inaonekana kweli huyu mtoto mwenye mdoli ni mtoto wa Olympia, sio wote wa Mariam ambao wazaa yeye. Ina maana Mariam alizaa mmoja na Olympia alizaa mmoja, kwa sababu mimba zao inaonekana zilikuwa ziko sawa. Na tutarudishwa tena, tutajua kama siku walijifungua pamoja, kwa sababu watoto wote wana kimo kimoja. Mtoto wa Mariam ana kimo sawa na mtoto wa Olympia. Haya, tunaendelea na hadithi yetu. Watoto hapo wakawa wanaambiwa, jamani, hakikisheni muangalie nje bila kuwa na kitambaa chochote, kwa sababu dunia sasa hivi imeharibika. Kwa maisha yetu ni kukaa ndani kama hivi na kuangalia na sisi wenyewe tukiwa ndani, lakini tukiwa nje hairuhusiwi. Hapa siku moja Olympia alishika ujauzito, wakati mmoja wa Mariam naye akishika ujauzito. Gary ambaye alikuwa ndani ya chumba hiko, yeye alikuwa ni mtafiti ambaye anafuatilia kitu gani ambacho kinawafanya watu wasione, na kipindi hiko anaangalia hii michoro ya ajabu.
Mwisho wa siku shetani akamuingia, yule shetani mbaya ambaye anatembea, akaanza kuchukua ndege wale akawaweka kwenye friji ili mradi ndege wafu wagande, yani na akaja akafungua yale madirisha yote ili mradi watu wote wafe, kwa sababu shetani tayari alishamwamuru vibaya. Lakini ule mwangaza Olympia alishajifungua huku na Gary alikuja mpaka pale kuangalia, lakini alichokionea yeye watoto wapate mwanga na kufungua mwanga. Olympia alifanya makosa na hakuwa na bahati siku hiyo. Aliangalia mwanga na macho akakorapti na akataka kutoka nje kufanya mambo mabaya. Mariam alimwambia lete mtoto, najua tayari usharibika. Sasa Gary akawa anafanya vitu kibaya sana, akaenda akamchukua mkewe akamlazimisha nje aangalie, na mwisho wa siku macho yake akaharibika. Na mzee hapa alipotaka kutetea jahazi, yalimtoka akamkuta mabaya. Gary alifanya mauaji ya kutisha. Hata Samu alivyokuja walipambana sana na Gary na mwisho wa siku walifanikiwa. Tunarudi hapa Samu akiwa yuko yeye na Mariam miaka 5 sasa hivi wako pamoja na familia yote ikawa tayari shagawanyika. Mariam anaendelea kulishalisha ndege wake kama kawaida ilivyokuwa ada. Yani unafunga kitambaa, unafanya maisha kawaida. Watoto wa Olympia na pamoja na wakwake wamelala na maisha wamefanya yeye na Sam sasa hivi, kwa sababu ile familia ambayo alikuwa anakaa nayo wengi wameathirika na wengi wameangamia. Haya, wakawa wanalia watoto wawili wao wenyewe na wakawa wanashauriana. Hasa kuna siku moja kipindi wako nyumbani, kuna watu wabaya walikuja hapa, ina maana njaa chakula, japo usiku alichoka sana, alikula na mizigo vibaya, lakini jamaa ilibidi ajikaze. Zile sauti za watu ambazo katika monitor za kuwasiliana ni kama radio call ziliwafanya kitu kibaya wapate kujua, lakini hapa kuna mchoro na ramani ambao walikuwa wanaangalia, ambao sehemu salama walikuwa wanawasiliana nao na walitakiwa waende huko katika sehemu salama. Na Samuel alimwambia Mariam, najua hakuna usafiri mwingine ambao utakuwa salama zaidi usafiri wa maji, lakini wakakaa wakati yana imani, wakaendelea kupanga kabla ya matatizo hayajatokea na wale watu kuwavamia. Tunarudishwa nyuma kidogo na story ilikuwa ni hivi. Siku moja walisikia watu wakija na kweli kuchungulia nje walikuta watu, akaambia nadhani ni watu wabaya na watu tayari washaathirika, cha msingi na cha muhimu chukua watoto uondoke nao. Mariam akamwambia naomba tuondoke wote, akamwambia tukiondoka wote watatufuata nyuma, hakikisha unatoka taratibu bila kuonekana. Kweli jamaa toka nje na kuanyoshia bunduki ama jamaa akamwambia jamani, yeyote ambaye ajitaki sasa hivi anataka kufa asogee hapa ni mtawanyishe. Lakini jamaa alishindwa kupambana nao akiwa macho anaona, na ilibidi avue kitambaa na kuwa mnyama sana, na yeye Samu alikuwa ameathirika, lakini alipambana vizuri na kuwatetea hao watoto pamoja na Mariam, na Mariam aliweza kuondoka. Narudi huku masaa 24 ama 42 kipindi Mariam alianza safari yake ya kutoroka mpaka kufikia hapa. Maana tulionyeshwa mara kwanza anatafuta boti na mwisho wa siku alifanikiwa, lakini boti ile alienda nayo na mwisho wa siku maji alimshinda na akatoka nje ya mto na kukamata watoto wake wote alipambana nao. Mariam alipambana vikali kuokoa hawa watoto. Mariam alipambana vikali ndani ya msitu mkubwa bila kujua anaelekea wapi. Mariam alikuwa anafuata sauti za ndege wale ambao alikuwa anawapenda na kuwatunza, lakini mara ghafla alikuta mlango mkubwa na kugonga mlango ule, na wenye mlango walisikia na kufungua mlango. Alifunika watoto macho bado wasione, lakini nyumba ile watu wote walikuwa salama, na shule kubwa ambayo iliwaweka watu ambao sio vipofu, yani watu wote walikuwa humu wanaona salama na wanakaa kwa maisha ya amani, na mwanga kidogo unawaingia kwa sababu sawa ule ugonjwa uliingia katika ukuta ule tu. Wanangu, msisahau kusubscribe na kulike na kucomment, kwa sababu kuna maendelezo mingi na movie kali zinazokuja hapa Tam TV Recap. Chao, tukutane katika recap ijayo. Bash.